Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa anaishi katika nchi ya uovu, nchi ambayo watu walikuwa hawamjui Mungu, wanatenda kila aina ya uovu, lakini huyu mtu akajitenga na uovu, ndipo sauti ya Mungu ikanena ndani yake na kusema ya kwamba toka wewe katika nchi ambayo unaishi na baba zako na uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu huyo mtu alikuwa amejitenga na uovu, ndipo sauti ya Mungu ikasema ndani yake. Naye kwa sababu alikuwa anaijua sauti ya Mungu, akaitii sauti ya Mungu, akatoka katika nchi ya baba zake na kuelekea nchi ambayo alikuwa hawezi kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba alienda nchi ambayo ilikuwa sahihi kupokea baraka zake. Kumbe alikuwa hawezi kupokea baraka zake ni kwa sababu alikuwa anaishi nchi ambayo Mungu alikuwa hayuko tayari kumbariki pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alipoisikia sauti ya Mungu na kuitii, tunaambiwa kwamba alielekea nchi ya mbali sana. Na huko ndiko Mungu alienda kumbariki Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alisikia na kufanya nini? Na kutii. Leo tunaisikia sauti ya Mungu lakini tunakosa kutii. Hiyo ndio shida. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuambia kwamba ni lazima usikie na kutii sauti ya Mungu. Kanisa hili linapendwa sana. Mahubiri yanahubiriwa. Watumishi wa Mungu wanatoka mbali, manabii na kuja mahali hapa na kusema ya kwamba nimetumwa na Mungu juu ya kanisa hili. Lakini shida ya mahali hapa, watu wanasikia lakini hawatii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kuanza mimi hadi wewe na mwingine anaposikia sauti ya Mungu, ni lazima tutii na kugeuka ili ya kwamba Mungu achukue nafasi ya kukubariki. Pigia Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu na akaamua kutoka katika nchi ya baba zake na kuelekea katika nchi ambayo Bwana alikuwa tayari kumbariki. Na maandiko yanasema ya kwamba katika wewe jamii zote za ulimwengu mzima watabarikiwa. Wale wote ambao wataisikia sauti ya Mungu na kuitii ndio watabarikiwa kama vile alivyobarikiwa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ni kwa sababu alisikia na kutii sauti ya Mungu. Ni lazima leo tuchukue uamuzi wa kusikia na kutii. Biblia inasema kwamba kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Samueli. Aliambiwa na Mungu nenda ukaangamize vyote huko, lakini akaisikia sauti ya Mungu, hakuweza kuitii. Akaenda kuiacha. Naitwa Sauli, mfalme Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kuacha vile vinono vyote, akaviacha hai, maana alikosa kutii sauti ya Mungu. Ufalme wake ukaangushwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoteza utukufu na nguvu za Mungu siku zote, hata kama ni mtumishi wa Mungu aliyechaguliwa. Lakini utakaposikia sauti ya Mungu ni lazima uitii. Usipoitii, ule ufalme na zile nguvu za Mungu zitashuka chini. Bwana Yesu asifiwe. Utabaki tu na mazoea ya kuhubiri, utabaki na mazoea ya kuimba, lakini ndani yako kumeshuka, kiwango kimeshuka kwa sababu tumekosa kuitii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuweze kuisikia sauti ya Mungu na kuitii ili tuweze kubarikiwa na tusonge na tutafika mbali sana ambapo Bwana atakuwa amependezwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nasema ni hayo machache na Mungu awabariki. Asante Baba mtakatifu, Mungu wa rehema ushena kutawala. Ninakushukuru tena Baba, nasema ni asante kwa sababu ya kunitumia nikiwa chombo. Wacha Bwana neno lako likaweze kupata nafasi katika mioyo yetu. Bwana sisi ni watoto wachanga, tunahitaji kulishwa. Roho Mtakatifu ninakuruhusu kanene nao Bwana na kuwafundisha na kunifundisha siku zote za maisha yetu ili tukaweze kubarikiwa mfalme na kuinuliwa. Tuwezeshe kukutii Bwana, maana pasipo kutenda hivyo hatuwezi kusonga mfalme mahali popote. Baba
Baba, tunahitaji msamaha wako wa kweli. Endelea Bwana kunena nasi na kutuongoza katika kweli yote. Tunakataa kila roho za mapepo ambazo huja na kulinyakua neno, hizo nazifunga na kuzipofusha zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, na shila uweza wa Roho wako Mtakatifu kawe pamoja nasi, na sauti yako isikome kunena nasi Jehova. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini.